Mtazamaji wa Kawabe Media, kama ambavyo umekuwa ukiendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tumekuwa tukikuletea vitu tofauti tofauti, na siku ya leo kwenye Sauti ya Jamii niko maeneo ya Kawe kuzungumza na washikaji mambo mawili matatu kuhusiana na sherehe hizi za sikukuu ya Christmas pamoja na kukaribisha mwaka mpya 2026. Tunapiga stori nyingi, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na watu wasiojiweza. Jamii ambayo tunaishi wanasherekea vipi na watu wasiojiweza, kwa maana yale makundi maalum, kuna watoto yatima na walemavu pia na hata wasioona. Kwa hivyo ambatana na mimi kwenye mazungumzo haya pamoja tukizungumza kuhusiana na jambo hili. Mimi naitwa Epifania Magingo. Habari yako kaka? Salama sana. Unaitwa nani? Naitwa Martin Mtafya. Umejiandaje kwenye hizi sherehe za Christmas 2025? Kwa sasa mimi naona sikukuu ni kama kitu cha kawaida tu. Una maana gani? Sikukuu zilikuwa zamani. Tofauti yake ikoje? Tofauti ni kwamba tu hiyo siku inakuwa ni kama tu special tu basi, lakini haina shama. Hata ukiangalia saizi, hata ukienda mahali kama unakuta kuna labda asilimia fulani ama punguzo kwa ajili ya sikukuu, saizi amepungua. Yote ni kutokana kwamba kila miaka inavyozidi kwenda sikukuu ya Christmas inakuwa inaonekana ni sikukuu ya kawaida. Kwa hiyo sinembea inapoteza mvuto, watu wanakuwa hawaipani. Ni kweli kabisa. Haya, sasa unadhani ni makundi gani yanastahili kupewa misaada nyakati hizi za sikukuu? Kwa maana ya watu wanatoa misaada, utakuta pengine msikiti fulani au msanii fulani au mtu fulani maarufu, hata sio kwa maarufu, ana mwazake tu kwamba sikukuu hizi safari hii naenda kuona labda kituo cha watoto yatima na wapeleka chochote kitu. Unafikiri makundi gani hasa natakiwa kupewa kipaumbele? Kwa asilimia kubwa ni wale ambao wanaishi mazingira magumu, hasa walemavu. Lakini sio mpaka sikukuu ndo ukatoa hiyo misaada. Unaweza kutoa msaada hata siku za kawaida. Kwa mfano hata leo unaweza kaenda ukiwa na chochote kitu unatoa. Sio mpaka usubiri sikukuu ndo ukatoe. Unafikiri kwamba hiyo misaada ambayo wanapewa hao wenye makundi maalum inakidhi vigezo? Inakidhi mahitaji yao? Haiwezi kukidhi mahitaji, kwa sababu wale wanaopewa hiyo misaada nyuma yao pia kuna watu ambao wanawasaidia. Kwa mfano kwenye kuwapikia, kuwaogesha, kuwavalisha. Pia hiyo misaada pia inahusu hata wao pia. Kwa hiyo bado sana hiyo misaada haitoshi. Hii tabia ya watu maarufu au watu mashuhuri, tuseme pengine viongozi, kwenda kutoa misaada kwa hao watu wasiokuwa na uwezo, alafu wanapotea mazima kwa mwaka mara moja, wewe unaizungumziaje? Wanapotea mara moja au hawaji kabisa ni kutokana na kwamba wakishatoa msaada wanajionyesha hadharani. Kwa hiyo watu wanasubiri asipojitokeza hadharani, na maana wanajua hajatoa msaada. Hata kama kila siku msaada anatoa, lakini kwa sababu shazoea, yani akishatoa msaada lazima aonekane hadharani, ajiposti hapo kwenye mitandao ya kijamii, nimetoka kwenye sehemu fulani kusaidia. Asipoonekana kwenye mazingira hayo, mwisho wa siku anaonekana kama hajatoa msaada. Lakini kuna wengine wanatoa misaada na haonekani. Sasa jukumu la kusaidia watu wasiokuwa na uwezo, unafikiri ni la nani? Ni la kila mwananchi mwenye uwezo. Anaweza kumsaidia yule asiyekuwa na uwezo. Sio mpaka awe tajiri au superstar. Mtu yoyote kama una uwezo, hata wewe pia unaweza kwenda kutoa msaada. Unafikiri kwa nini watu wamekuwa na tabia ya kutoa misaada nyakati za sikukuu tu? Ni ulimbukeni na ushamba tu. Kwa sababu msaada sio mpaka siku ya sikukuu. Sasa unafikiri pengine jamii ichukue hatua gani ili kuondoa idhana ambayo watu wamekuwa wakitoa misaada nyakati za sikukuu peke yake? Hii dhana haiwezi kuondoka, kwa sababu ndio taratibu ambao watu washajiwekea. Kwa mfano hata vilabu vyetu tunaviona kwenye mpira, Simba na Yanga wakiwa wanaenda kucheza mechi fulani kubwa na wanakumbuka kwenda kutoa msaada. Kwa mfano wakienda mikoani, wakienda kucheza wanakumbuka kutoa msaada. Wakati kama hawajapata nafasi ya kwenda kule mkoani, msaada kule hawatoi. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo tushajiwekea sisi wenyewe kwamba lazima tufanye hivi ili twende hivi. Mambo vipi? Poa. Kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Denise. Sikukuu umejiandaaje? Mimi sielewi hata. Kwa nini uelewi?
hali bado mbaya. Tofauti ya sherehe hizi kwa mwaka huu na miaka mitatu ya nyuma kiuchumi, wewe unaionaje? Hii kidogo ipo tofauti na nyingine, labda kutokana na mgogoro ambao uliokuwa hapo nyuma kidogo, maandamano ama kwa hiyo ile yote tulikuwa tumemeki ndio tumeitumia, kwa hiyo hata ila kusafiria hatuna tena. Kwa hiyo kwa upande wako imepoa fulani hivi? Mimi sasa hivi ungetakiwa nikute mimi niko mkoani huko nafanya yangu, ila imenigharimu nikae mjini sasa hivi nitafute kile nilichokila. Bwana, kuna hili jambo la nyakati za sikukuu, kumekuwa na watu wenye mahitaji maalum, watu wasiojiweza na nini. Unafikiri jamii inashirikiana nao vipi kusherehekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya? Jamii kama ukiwemo wewe mwenyewe kwa support. Asante, mkono wangu mfupi, mimi kwa support siwezi. Mimi mwenyewe nahitaji kusapotiwa. Haya, wale watu ambao wanajiweza huwa wanatoa misaada kwa watu. Unafikiri ile misaada ambayo wanaitoa inakidhi mahitaji yao? Sidhani. Inakidhi, lakini haiwezi kukidhi mahitaji yote kwa ujumla. Na kumekuwa na tabia ya watu kutoa misaada nyakati za sikukuu tu. Unafikiri hii tamaduni kwako unaizungumziaje? Ni unafiki. Ni wanafiki? Yeah. Kwa nini wakati wanatoa msaada? Kwa nini watoe wakati wa sikukuu tu? Sasa anakuwa ameamua? Hapana. Asa ameamua, atakiwa anze katikati huko kabla ya sikukuu haijafika. Wanataka kuniambia alikuwa anakusanya hela kipindi cha mwanzoni wa mwaka ndo labda ndo amekuja kupata sikukuu ndo anatoa sikukuu? Hapana, huo ni unafiki. Dada, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Angela. Umejiandaje na sikukuu za mwaka huu 2025, Christmas na mwaka mpya? Nimejiandaa tu vizuri. Kivipi yani? Kivipi? Kawaida, kama biashara mnavyoona ndivyo tunavyojiandaa. Sherehe za mwaka huu unazitofautiaje na unatofautishaje na miaka mitatu iliyopita? Za mwaka huu ziko tofauti sana. So kama miaka mingi zimepoa. So kama miaka ijayo. Miaka ile iliyopita ilikuwa vitu tofauti na sasa hivi. Kwa nini zimepoa unafikiri? Sijajua. Labda kwa ajili ya masuala ya kawaida yaliyotokea hapo katikati, lakini sijui. Sasa siku zote nyakati za sikukuu watu wamekuwa wakisherehekea wenyewe nyumbani na wanawasahau hawa watu wenye uhitaji, watu wasiokuwa na uwezo. Unafikiri katika jamii inashiriki vipi katika kusherehekea pamoja na watu wasiokuwa na uwezo? Inashiriki vipi kusherehekea na wasiokuwa na uwezo? Kwa kweli msifahamu, lakini ninavyojua kwa wale ambao wana uwezo wa kusherehekea nao huwa wanapeleka misaada kabla ile ya sikukuu. Kwa hiyo kama mimi sifahamu sana kuhusu ambao wajiwezi. Umesema wanapelekewaga misaada na tunaona. Unafikiri ile misaada wanaopelekewa inawakidhi mahitaji yao? Sina uhakika kwa sababu sijui kama wanawakidhi au la, kwa sababu inawezekana watu labda wanahitaji mchele kilo 100 wakapeleka kilo 25. So kitu ambacho huwezi kuuliza kama kinawatosha, lakini mtu akipelekewa kidogo hicho anaridhika kwa sababu ni hana haki ipo ana kile kitu. Unazungumzaje hii tabia ya watu kutoa misaada nyakati za sikukuu tu? Ile tabia ni mtu aliyejijengea. Kama mfano ukienda sehemu labda kama kijijini, unakuta wale waliokuona umetoka mjini wanakuona una kitu, alafu unakuwa unatoa kama sadaka. Yaani kile kitu ambacho nimekifanya mwaka mzima, kwa sasa hivi namshukuru Mungu kwa kutoa, kama vile watu wanatoa ni kama sadaka mimi ninavyoona, lakini sijui wengine. Sasa upi mtazamo wako ili kuondoa dhana kwa watu kwamba watu wanahitaji kusaidiwa nyakati za sikukuu tu? Yaani mtazamo wangu hiyo mimi naona kama nipo sawa, kwa sababu unakuta kwanza wengi wapo nyumbani, hawako na mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo nafikiria ngoja nitoke leo niende kituo fulani cha yatima nikawasaidie. Kwa hiyo kila mtu amejijengea, hiyo ni kama tabia ya mtu aliyoko nayo, lakini sio kila wote wanaofanya siku ya sikukuu, ila asilimia nyingi ni siku ya sikukuu. Asante sana.
Kwa majina naitwa Muamini Pinda, ila kwa majina yangu umaarufu wananiita MP, zaidi wananiita Mr. Pinda au Pinda. Napatikana Kawe, stendi ya kwa Mwamposa hii ya zamani huko alikohama Mwamposa. Niko kwenye duka la nguo kama unavyoona. Duka la nguo linaitwa PHC Fashion. Kuna bango liko juu hapo utaliona. Karibu dada. Tuko katika msimu wa sikukuu, watu wanajiandaa kusherehekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Pengine unadhani makundi gani ambayo yanastahili kupewa msaada nyakati hizi za sikukuu? Asilimia kubwa watu wengi wamebezi kwa watoto yatima, lakini ni msimu wa sikukuu kwa watoto yatima, magereza huko kuwatembelea wafungwa ni mara chache sana. Lakini huwa najiuliza kwa nini inakuwa ni sikukuu tu. Naona kabisa kwamba hapo kuna tatizo. Kwa nini watoto yatima watembelee siku za sikukuu, wafungwa watembelee siku za sikukuu ndo ukatoe misaada, wakati hata hizi siku zingine za kawaida unaweza ukafanya hivyo. Na hiyo misaada ambayo inatolewa, nafikiri kwamba inakidhi mahitaji yao? Mimi nadhani bado haikidhi mahitaji yao, kwa sababu naona kabisa hapo kuna wengine wanatafuta kama kuonekana kwamba wanachangia msaada sehemu fulani, lakini huku migongoni kwao asilimia kubwa kunakuwa kuna tatizo, kwa sababu haiwezekani wewe utoe mchango siku za sikukuu. Hizi siku zingine zinazofuata kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Ni wanakula nini watoto yatima? Wanakula nini wafungwa? Kuna vitu ambavyo wanatakiwa wavipokee na wao, kwa sababu nao ni binadamu kama sisi. Yaani matatizo tu yanakuwa yametokea, lakini kuna vitu ambavyo wanatakiwa wavipate. Kuna hisi hapo kuna hatuwatendei yake kwa kweli. Na unavyofikiria katika maisha ya kila siku, jamii inashiriki vipi kusherehekea pamoja sherehe hizi za sikukuu na makundi maalum kwa maana ya watu wasiojiweza? Kwa kusherehekea sikukuu kwa makundi ya watu ambao wasiojiweza, kwanza mimi nadhani tujaribu kuangalia utofauti zile taratibu za zamani zile ambazo tunazifanya, kwamba baada ya sikukuu tunaenda kuwatembelea watoto yatima, watu wasiojiweza. Tujaribu kuacha ule utaratibu kwa kusema kwamba tusubiri mpaka sikukuu, kwa sababu kuna siku za sikukuu, kuna wakati wa Ramadhani, hizo ndo zinatokeaga, lakini tunashindwa kuangalia kwamba hizi ni siku ambazo zipo, ni kila siku ambazo zinatakiwa sisi au watu ambao wenye uwezo wanaweza wakafanya kitu kama hicho siku zote, ambazo watoto yatima wanahitaji vitu fulani, watu wasiojiweza wanahitaji vitu fulani, wanaweza kufanya hivyo, lakini watu wameiangalia sikukuu. Kwa mimi nadhani hapo kuna kitu ambacho tunakikosea, hasa wenzetu wenye uwezo wanapenda kuangalia sehemu ambapo wanaona kabisa hapa wakifanya kitu fulani wataonekana zaidi, lakini wanashindwa kuelewa kwamba pale popote unapofanya kitu fulani wewe utaonekana. Sio lazima uonekane kwenye macho ya watu. Mungu mwenyewe anaelewa uwepo wako, anatambua kitu gani ambacho wewe unakifanya kwa huyu mtu asiojiweza. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa sana ambacho unajiwekea wewe kwa Mungu. Na wajibu hasa wa kusaidia watu wasiokuwa na uwezo, unafikiri ni wa nani? Asilimia kubwa kwa sisi wa Tanzania tumebezi sana kwa watu ambao wasiojiweza, kama wale ambao hawatembei, watoto yatima, lakini kuna wengine vijana kama sisi nao pia hawajiwezi. Kwa mfano unaweza kukuta mimi na kila nikijaribu kupambana kazi sipati. Kuna vitu vingine ambavyo naona kabisa kila nikijitahidi kufanya siwezi kuvipata. Sasa shida ni nini? Hiyo inakuja ni moja kwa moja. Hata hivyo na sisi pia tunahitaji mchango wao, kwa wale ambao wanaweza kwa watu ambao wanajiweza
pia na sisi tunahitaji mchango wao, kwa sababu sio mchango lazima umpe pesa. Kwa kijana ambaye yeye viungo vyake vyote vimetimia, sio lazima umpe pesa, kwa sababu kama mimi, kwa mfano kama mimi nakuwa sijiwezi, mikono yangu yote, kila kitu, viungo vyangu vyote vinafanya kazi. Kwa mimi sihitaji wewe unipe pesa, mimi nahitaji wewe unipe kazi, ili kesho na kesho kutwa ukiona kazi yangu au ukiona kitu fulani mimi nimekifanya, naweza nikapata kazi kwa mtu mwingine. Lakini ukinipa pesa, siwezi nikaonekana kwa mtu mwingine kwamba kitu gani ambacho nimekifanya, kwa sababu mimi sijiwezi. Kwako wewe mwenye pesa, nahitaji unipe kazi ili nifanye kazi, nionekane kwenye jamii ya watu kwamba yule mtu hajiwezi, hana uwezo wa anaonekana kama hajiwezi, lakini nikimpa kazi anaweza akafanya kazi, akapambana, akaingiza chochote. Lakini ukinipa pesa, nitakaa nyumbani, nitakula, nitaitumia ile pesa, itaisha. Baada ya hapo nitashindwa kufanya chochote, nitakuwa nasubiri tena mtu anipe pesa. Lakini nikipata kazi, nikifanya kazi, hapo nadhani watu au wenzetu matajiri, kwa sisi ambao hatujiwezi, kwa sisi ambao tunasema ni kwa sisi ambao maskini, watu ambao hatujiwezi, watakuwa wametuokoa kwenye 1% kwenda nyingine, kwa sababu hizi ni changamoto ambazo sisi tunakuwa tunazipitia sana kwenye maisha. Upi mtazamo wako katika kuibadilisha jamii iondokane na dhana kusaidia watu wasiojiweza nyakati za sikukuu peke yake? Mimi nadhani changamoto ambazo sisi tuko nayo au kwa mabosi ambao wako nayo ni ubaguzi, kwa sababu wewe utamsaidia yule ambaye unajua kabisa huyu hajiwezi, utamsaidia pesa. Lakini yule ambaye unaona kabisa hajiwezi, lakini viungo vyake vyote vinafanya kazi, utasema huyu nitamsaidia pesa ya nini? Au kwa nini nimpe pesa? Lakini kuna kitu ambacho anakikosa ambacho wewe ukielewi. Sawa, niko vizuri, viungo vyangu vyote vinafanya kazi, naweza nikatafuta kazi nikafanya, lakini mpaka unaona na mimi nahitaji msaada, kwamba nimeshatafuta, nimeshajaribu kufuatilia kila aina ya kuingiza kipato, nimekosa. Kwa sasa hapo kinachohitajika kwa wenzetu ambao wanajiweza, kwamba waache ubaguzi, tufanye kazi. Kama kuna sehemu ambapo unaona huyu mtu fulani asikae bure, naweza nikampa kitu fulani akafanya, hata kama kutembeza pipi akaingiza chochote, basi mimi ninavyoona tusibaguane, tufanye kazi, tusaidiane. Wakubwa wenzetu wenye hela tuwasaidie wale ambao hawajiwezi, lakini unakuta viungo vyao vinafanya kazi, wanaweza wakatafuta riziki kwa namna 1, 2, 3, tukaepukana na mambo ya kukabana, kwa sababu sasa hivi vibaka wamekuwa wengi sana. Watu mtaani huko wanatesa sana, wakina kama wadada zetu huko wanarudi na vipochi vyao, wanatoka makazini huko usiku saa 2, saa 3, wanakutwa mitaani huko, wakati wanapigwa roba, wananyang'anywa pochi zao. Mtu kaipata shilingi 200, hii nipeleke nyumbani nikafanya kitu fulani, inaishia kwa wauni njiani. Kwa hiyo mimi nashauri kitu kimoja kwa wakubwa, kwa watu wenye hela ambao mnajiweza au tunajiweza, basi tujaribu kuangalia namna moja au nyingine kuwasaidia wale ambao wajiwezi, tukiachana na wale ambao hawatembei. Ila kwa hawa ambao sasa hivi wanatembea na tuko vizuri, viungo vimekamilika, tujaribu kuwasaidia hata kamtaji kidogo, chochote kile. Kama mdogo wangu yule pale sasa hivi yuko na mayai, chochote kile tujaribu kuwasaidia, kwa sababu ni namna moja au nyingine anapata kuingiza kitu ambacho anaingiza kitu ambacho kiko halali mikononi mwake, tofauti na vile ambavyo mtu anakuwa yupo kwenye hatari, kwa sababu kwenye kukaba au kufanya matukio yote ya kihalifu, ndo hapo kesho utamkuta yuko polisi, yuko wapi, anapoteza mwelekeo kabisa wa taifa letu.